Habari mpenzi mtazamaji, na karibu sana katika kipindi hiki. Hiki ni kipindi kipya kabisa ambacho kitakuwa kikikuletea tamthilia mbalimbali za Kichina. Kipindi hiki kinaitwa My Beijing Drama Tech. Mimi hapa ninaitwa Bakari Masasi, lakini mwenzangu hapa anaitwa Nora Alexander. Naam, Nora. Ndiyo. Karibu sana. Asante sana. Naona umekuwa mwenye bahati. Ndiyo, nimebahatika kwa kweli na nimefurahi sana kuwepo hapa. Kuwa hapa. Na leo hii sasa, Nora, tutakwenda kuangalia tamthilia ambayo inaitwa The Tale of Rosie. Hii ni tamthilia ya Kichina inayomhusu mwanadada mmoja ambaye amekuwa na misukosuko mingi sana katika maisha yake ya kimapenzi. Na maisha ya kijamii kwa ujumla, lakini hasa maisha ya kimapenzi, kwa sababu katika maisha yake amekuwa akibeba majukumu mbalimbali, kuanzia elimu, lakini mahusiano ya nyumbani na mapenzi pia, na vyote hivi vitatu vimekuwa vikimpeleka kwenye kona mbaya sana ya kimahusiano. Unajua tena mabinti wanapokuwa damu imeanza kuchangamka, wanajikuta kwamba wanatakiwa kuwa na wenza. Ndiyo. Lakini ataacheje hivi vitu vingine akaingia kwenye mapenzi, au atavibebaje hivi akaingia navyo vyote kwa pamoja katika mapenzi? Hapa ndipo mtihani unapomkuta huyu bibie. Naam. Na tamthilia hii basi ni tamthilia ambayo inapendwa sana, hususan katika TikTok na YouTube. Ina watazamaji wengi sana, wengi mno. Na mimi nikukaribishe basi pamoja na mtazamaji wetu kwa muda huu, tujaribu kuiangalia kwanza hii The Tale of Rosie, halafu baada ya hapo tuangalie nini kimejiri na kwa nini nasema kwamba mapenzi yamekuwa mzigo mkubwa sana kwa huyu bibia. Karibu. Rose Huang has seen and experienced a lot. She knows what true quality is and can still graciously accept things that are not as good, but that doesn't mean she lacks her own discerning standards. This is my husband, Fang Xiwen. We've only just gotten married. I always say, live the life that matches your abilities. Are you sure it's not to avoid your ex-husband? He has no ability and no qualification to influence me. People said that the only condition for marriage is genuine admiration and trust for each other. When did you last do your nails? Even if you don't work, I can take care of you. What do you mean? How come you can work but I can't? Rose, always listen to your heart's true calling. No matter what path you choose, you simply cannot make a wrong decision. Did you get a manicure? Why? I like it. It's still the Rose Huang I knew. You can grow from every relationship. Regardless of the bitterness or the sweetness, I just want to look forward. Life should be about free creation. There will be so many other people you'll encounter in the days to come, and this lifetime, it stretches out for quite a long while. No predetermined route. This uncertainty is precisely the most exciting part of what the future holds. Nimependa pia pale jamaa alipo alimvuta kwenye boti ile, kwenye ule mtumbwi. Nimeona nasema jamaa na mahaba hatari sana. Lakini kuna kipengele pia nimesikia nasema kwamba kama ukikubali kuolewa na mimi, sitakubali mtu mwingine yoyote aweze kuwa pingamizi, yani hataki mwanaume mwingine yoyote awe karibu na msichana. Nikasema huyu jamaa mbona kama na wivu sana. Lakini wivu sasa si ndio mapenzi yenyewe? Mapenzi yatakuwaje bila wivu? Sasa msichana mwenyewe mrembo, unamwona profesa, mdada mwenyewe ametulia, lazima kwa kuna washindani. Sasa tutakataje washindani sasa? Mpenzi mtazamaji, bila shaka umeona vizuri sana hiyo tamthilia yetu ambayo inaitwa The Tale of Rosie. Kama ambavyo umeona, basi inahusiana na misukosuko ya mapenzi. Dada mrembo kwelikweli, lakini mapenzi inaonyesha kama haijawa bahati yake katika maisha. Na tamthilia hii basi unaweza ukaiangalia kwa uzuri kabisa kupitia majukwaa mbalimbali, lakini mojawapo ni Star Times On App.
Halikadhalika unaweza ukanieleza ni tamthilia gani basi ya Kichina ambayo wewe unaipenda na ungependa tuione katika kipindi chetu hiki ambacho ndio kwanza kimeanza. Mpaka wakati mjao, jina langu ninaitwa Bakari Masaki. Karibu sana.